semaji la mashindano tumeona tukudake tena hapa ili tuendelee kupata zaidi. Tunaona ligi inazidi kuwaka moto na watu wengine wanatoka kwenye ligi lakini wengine wanaenda hatua ya 16 bora. Unazungumziaje hilo msemaji? Kwanza ni washukuru waandishi wa habari, mmekuwa kipaumbele sana kuhakikisha kwamba hizi habari mnazifikisha mbali. Na mimi niliwaambia mwanzo kwamba hii ndio ligi ya kwanza kubwa zaidi kwa kutokea duniani. Ukiachana na kombe la dunia, tumekiri kombe la dunia ndio ligi kubwa kuliko ligi zingine zote. Lakini ukiachana na kombe la dunia, mashindano mengine makubwa zaidi ni ligi ya IBT Super Cup. Kwa hiyo unajua hii hatua ya raundi ya pili ni hatua ngumu zaidi. Kwa hiyo lazima baadhi ya timu zitoke na lazima baadhi ya timu ziende hatua ya 16 bora. Lakini sisi ambacho tunapenda kuambia wapenzi wa soka ni kwamba hakikisheni wachezaji wanacheza mpira. Wachezaji wakicheza mpira maana yake ni kwamba endapo kama timu itapoteza basi ipoteze katika mazingira mazuri ili iweze kupata nafasi ya kucheza best loser, na best loser ile pale inaweza ikampa nafasi ya kwenda hatua ya 16 bora. Lakini mbali na hapo kutakuwa hakuna huruma, kama ambavyo niliwaambia toka mwanzo kwamba hii hatua ya raundi ya pili tumeipa jina ni a point of no return, kana kwamba hakuna kurudi nyuma, yani ni kwenda hatua ya 16 au kwenda nyumbani. Kwa hiyo niwaombe mashabiki lakini pia wapenzi wa mpira ambao wanapatikana katika mkoa wa Mbeya, lakini pia hata ambao wako nje ya mkoa wa Mbeya wanafuatilia kwenye mitandao ya kijamii ambayo mnarusha hizi video, wahakikishe kwamba wanafuatilia, kwa sababu lengo na mazumuni kuhakikisha kwamba hii ligi inafika mbali zaidi, lakini pia vipaji vinaibuliwa na kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiyo baada ya hii raundi kuisha, na kama mnavyoona mashindano yanaendelea, hii raundi ikiisha maana yake tutaenda kwenye hatua ya 16 bora, na huko ndo kutakuwa gumu zaidi. Kwa hiyo mimi naomba timu ziendelee kujiandaa, wafanye mazoezi, waingie kambini kuhakikisha tu kwamba hatua ya 16 itakuwa ni hatua nyingine ambayo ni ngumu zaidi. Na unajua mpira ni hisia. Kama vipi kama ikatokea hisia ya vita, labda wakaanzisha watu vurugu, ni kama bodi mmejipangaje hapo? Swali zuri. Unajua mpira ni mchezo ambao unaendeshwa na hisia, lakini ndani yake mpira kama mpira unaendeshwa kwa sheria. Kwa hiyo wachezaji wengi waga kinachokuja kuwa cost ni hisia. Kwa mfano, kuna baadhi ya matukio yalitokea kwenye hii raundi. Kuna baadhi ya mechi zimeleta matukio ambayo sio mazuri. Lakini waamuzi ambao sisi tunawaleta ni waamuzi ambao wanatoka kwenye chama cha waamuzi cha mpira. Kwa hiyo ninachokizungumzia ni kwamba hakuna namna yoyote ambayo kama bodi ya ligi imejiandaa kumbeba mtu wa aina yoyote katika mashindano haya. Watu wamekuwa na wasiwasi kwamba sijui refa akachukua hela, sijui refa kafanyaje. Yaani hilo jambo halipo na halijaa kwenye mpango wowote, kwa sababu kama bodi ya ligi tu, mimi kama msemaji wao tulishauriana, tulikaa vikao na tukakubaliana kwamba mwaka huu tunataka tuone timu inachukua ubingwa kwa uwezo wake binafsi. Sasa kitu kinachokuja kuzikosti timu ni kwamba unakuta labda umefungwa goli moja na unajua kabisa hapo ukishatolewa ndio umetoka. Zinaanza hisia. Hisia ndo zinakuja kuleta nini? Kuleta vurugu, kwa sababu mtu anaanza kuona kama anaonewa, kwa sababu unakuta ameshafungwa goli moja, muda unazidi kwenda. Kwa hiyo ikitokea faulo, refa, ikitokea sijui offside, refa. Kwa hiyo sasa zile zinakuwa sio tena ni maamuzi, inakuwa hisia. Kwa hiyo mimi niziombe timu, kwanza niwaombe makocha wasiwe sosi ya kuhakikisha kwamba wanahamasisha vurugu, kwa sababu kocha, cha kwanza ili uwe kocha mzuri lazima ufundishwe mindset ya mchezo. Ukishaona mchezo umezidiwa, usianze kugeukia benchi na kumlalamikia muamuzi. Geukia benchi kuangalia ni nani ni muingize kitekniki aweze akasababisha kitu kizuri zaidi ya yule ambaye yuko ndani ya uwanja. Makocha wengi wamekuwa nimeona wakifungwa wanageukia benchi. Umeona sasa anachokifanya refa? Umeona anachokifanya? Unatengeneza wachezaji wako wote unawapa sasa ile hisia ya hasira. Lakini kumbe wewe kama kocha unatakiwa uangalie. Na ili ni washauri hata wanaomiliki vilabu au matajiri wa vilabu, wahakikishe kwamba wanapoenda kununua wachezaji wasisahau kununua pia benchi la ufundi ambalo ni bora. Yaani bora ununue wachezaji, lakini pia umtafute kocha ambaye ana technique za mpira. Tumefungwa goli moja, anajua nifanyaje kuhakikisha kwamba tunachomoa ile goli. Kuna timu tushaonaga huko zinacheza zinafungwa goli 3 bila, wanakuja wanachomoa mpaka wanakuja kushinda goli 4-3. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu wanakuwa hawapaniki, wanaangalia tumekosea wapi, turekebishe wapi. Kwa hiyo ni waombe wamiliki wa vilabu ambao vipo kwenye mashindano ya IBT Super Cup wahakikishe kwamba wasitumie hisia, watumie tekniki za mpira na sheria. Mpira na sheria zake. Muamuzi akifanya maamuzi hayawezi akapingwa. Maamuzi ya muamuzi yako vile vile, kwa sababu sisi hapa tuna VAR. VAR ndo kitu pekee ambacho kinaweza kikapinga maamuzi na kumrekebisha. Sio kupinga, kinamrekebisha. Si ndio? Kwa hiyo hapa sisi tunatumia marefa ambao wengine wanatoka chama cha mpira cha Mbeya, wengine wanatoka chama cha mpira cha Songwe. Ni marefa ambao wana ubora. Hatukutaka kuokota marefa tu ili madi refa. Tulitaka tuchukue marefa ambao wana viwango. Kwa hiyo unapokuja kusema marefa gani hawa? Shini, unapolalamika hakikisha kwamba unatoa sababu za msingi za kwamba kwa nini refa unaona kama hajakupendelea au wewe anakuonea. Na unatakiwa utoe sababu ambazo sio chini ya 70%, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana makosa. Tunaelewana? Kwa hiyo kama wewe unaona kabisa kwamba umeonewa, lete sababu ambazo zinazidi 70% kwamba wewe umeonewa. Lakini kwa sheria ya mpira inamruhusu muamuzi kukosea 20%, kwa sababu yeye pia ni binadamu.
hata mchezaji ndani ya uwanja 10 over 10 ana asilimia zake 7 za kuwa sahihi, hizo 3 za kukosea. Kwa hiyo akikosea kwenye asilimia 3 hatumsemi kama ni mchezaji mbaya, ila akikosea kwenye asilimia 10 akakosea asilimia 7, huyo ni mchezaji mbaya. Kwa hiyo wanatakiwa watu wajue kwamba kukosea kupo na mwamuzi yote anaweza kufanya makosa, lakini yasiwe makosa ya kujirudia, na ndio maana makosa yakijirudia bodi ya ligi inamchukulia hatua na inaweza kumfanya asichezeshe mechi nyingine. Kwa hiyo mimi nadhani baada ya kusema hayo, niwaombe tu waandishi wa habari yafikisheni taarifa mataifa kwamba ligi ya BT Super Cup ndio kwanza nzidi kupamba moto, tuko kwenye point of no return, na mchezo wa leo ulikuwa ni kama mchezo wa 7 hivi kama sio wa 6, tunaenda kuumaliza, na tukimaliza huu mchezo baada ya michezo 12 kuchezwa tutaenda kwenye hatua 16 bora. Kwa hiyo mimi niwatakie kila laheri bwana. Asante bwana, hongera sana. Asante sana.